Bwana kutoka Kinondoni, Dar es Salaam, Tanzania, ambapo natokea hapa mimi bwana Isaya Dede, Umoja wa Mataifa, chumvi ya mawe. Na hii ni Spoga Online bwana, tumekuja mpaka Kinondoni. Wenyewe wanasema njoo Kino utembee. Tupo bwana na mwenye Kinondoni yake bwana Mashaka Pogba, moja kati ya vijana ambao wana uwezo mkubwa kabisa wa kucheza soka, lakini katika nafasi ile ya ushambuliaji. Kijana ambaye amebarikiwa talenti ya kufunga zaidi katika mipira hii ya ndondo, wanamfahamu. Niko naye bwana hapa Kino Finest, Mashaka Pogba, mtu wa Mungu. Ushi nguvu inakuwa. Mtu wa Mungu kabisa, ushi nguvu. Vipi bwana? Kama kaa vipi? Fresh. Shwari kabisa. Tambo sana tujaonana ndugu. Tupo, so unajua katika harakati za kutafuta lazima napishana ndugu yangu. Nasema bwana njoo Kino utembee. Nikaona bwana juzi nilisafiri, nikaona bwana kulikuwa kumefanyika event Kinondoni, na umebahatika wewe kupata tuzo, wewe na kiungo wa Azam FC ya zaidi, lakini pia wewe na ukipewa waki-acknowledge uwezo wako au mchango wako mkubwa ambao umefanya katika mchezo wa ndondo, lakini na kuwa mfungaji bora au mchezaji bora wa mtaani, na wakakupa tuzo Kinondoni. Nataka uniambie event ilikuwa inahusu nini na kwa nini unafikiri wewe ulideserve kushinda hiyo tuzo wewe pamoja na ya zaidi kwa kutokea hapa Kinondoni? Kwanza napenda kuwashukuru wana Kinondoni wote. Kinondoni ni sehemu ambayo imejaliwa upendo. Watu wanaishi kwa upendo, kwa kupendana. Watu walikaa Kinondoni nzima akasema kwa nini tusiandae tuzo. Zilikuwa tuzo za aina nyingi ujue. Kulikuwa tuzo ya mchezaji bora ndani, mchezaji bora ligi kuu, kulikuwa na tuzo ya msanii bora, DJ bora, mpishi bora, mwektaji bora, mtu wa bora fashionist, mtu wa mavazi, yani tuzo za yani fashionista walikuwepo, kila category yani ilikuwepo. Kwa sababu Kinondoni nzima, Kinondoni kama Kinondoni na vitongoji vyake vyote ningevitaja Kinondoni. Ilikuwa watu ambao wamefanikiwa kushinda na wewe umeshinda tuzo. Jionyesha tuzo yako na ionekane hapo inasomeka ya vipi bwana? Hii tuzo bwana ni Kinondoni Awards Season 2. Mpira wa mtaani Ndondo Cup. Bwana tuzo hii hapa amepata mtu wa Mungu Mashaka Pogba. Wenyewe wanamuita Mashaka Pogba wa Ulaya. Mtu wa Mungu aishiwi nguvu bwana. Kinondoni wameandaa tuzo na Mashaka Pogba ameweza kupata tuzo, yeye na mchezaji ambaye anacheza ligi kuu, imeenda kwa Yaya zaidi bwana. Hapa tuzo ni Kinondoni Awards Season 2. Artist wenyewe wakaweka hapo, wakamweka Mashaka Pogba, mchezaji bora wa mpira wa mtaani Ndondo Cup. Bwana shika tuzo yako wewe na Yaya zaidi. Kabisa. Sikiaje sasa umepewa tuzo hichi, kwako unaizungumziaje? Tuzo hii kwanza hamna kitu kizuri kama jamii kikuamini na kupenda. Kinondoni washapita watu. Kinondoni wamepita watu wengi, wamepita mabraza wengi. Kuna watu Kinondoni wamecheza mpira na mimi wa kwanza mmoja wapo nilikuwa nashabikia wakati nipo mdogo. Lakini watu wamekaa wakaandaa hichi kitu, wakaona kijana ana deserve. Katika ziko kategori mbili tu za wachezaji. Katika kategori ya ndondo nipo mimi na ndugu zangu wengine, na kwenye ligi kuu yuko Yaya na watu wengine mabraza wengine. Lakini sisi ndo tumefanikiwa, tumechaguliwa kwa sababu hii tumechaguliwa na watu wana Kinondoni wote. Tumedeserve, tumepata na ni furaha kwa sababu jamii inakujua. Hamna kitu kizuri kama jamii kujue kwenu. Tuzo ilikuwa inaambatana na hela, ilikuwa ina baku? Ina hela kwa sababu tuzo kaanda mheshimiwa diwani. Diwani wetu diwani wa Kinondoni. Disa Ngatiche. Mtu bingwa kabisa, yuko vizuri. Sasa diwani yuko vizuri, tuzo watu wanachukua. Hamna mtu yani kila mtu aliochukua tuzo kachukua na hela. Hamna baku ngapi? Baku limetoka laki si haba. Laki nyingi. Unaita unachukua tuzo. Yani kwanza tuzo yenyewe tu kichukua ni kitu cha ishi. Chukua na lazima ujivunie. Lakini pia kitu kikubwa ambayo ni watu wa mtaani kwako kukubali, kwa sababu sehemu kama Kinondoni ni sehemu ngumu sana watu kukubali, kukuaminia ujue. Kinondoni ujue paka unaaminiwa ujue, sio mchezo. Kinondoni ukiaminiwa ujue ufanye kazi kweli. Kwa hiyo paka watu mimi wameniamini kwa sababu kazi inafanyika. Kazi inafanyika afu mimi ni mtu mmoja ambaye Kinondoni naiweka sana mbele kwa sababu najivunia na Kinondoni yangu. Kwa sababu ndo sehemu nilipozaliwa,
na nilipokulia, kwa hiyo mimi najivunia Kinondoni yangu. Njoo Kino utembee. Njoo Kino utembee kabisa. Kino kuna maajabu gani mpaka unasemaga hiyo kauli ili kufanya mpaka ukatunga hiyo kauli njoo Kino utembee? Kinondoni kuna vitu vingi, Kinondoni kuna vitu vingi sana vitu vingi. Really special. Kinondoni kwanza ni sehemu moja ambayo ya uchangamfu. Wenyewe wanakuambia kama hujaja Kinondoni hujaja Dar es Salaam. Kwa sababu kama hujaja Kinondoni hata hujapita tu Kinondoni hujafika Dar es Salaam. Kwa sababu hadi wasanii kwenye muziki unasikia wanaimba Kinondoni. Wasanii wote toka miaka hiyo mpaka sasa hivi. Afu Kinondoni ni sehemu moja ambayo maarufu. Yani ni maarufu. Yani Kinondoni sehemu moja maarufu. Kinondoni yote na vitongoji vyake. Mimi nataka unipe mahusiano yako wewe na rais wa klabu ya Young Africans, Engineer Hersi Said, kwa sababu ni brother wa Kinondoni ambaye mmekuwa labda mkimtazama kipindi hicho na kipindi hichi ambapo yuko rais. Yani kipindi ambacho kabla hajawa rais, ile brother bwana wa mtaani kama walivyo wakina Kashogi, na sasa hivi yani mahusiano yenu na kitu gani ambacho unaweza kukumbuka mkikutana mnaongea nini kuhusiana na career yenu au industry yenu ya football? Kwanza kitu ambacho watu wengi hawajui, Engineer Hersi sisi tumeanza kumshangilia toka tuko wadogo. Alikuwa anacheza mpira. Tuko wadogo sisi Engineer tunamshangilia. Ujue yani umeona mtu umeona Jilas Down. Mtu akifanya vizuri wewe mpende kwa style yake. Mimi sinacheza mpira lakini na rafiki zangu wanaimba singeli, wanaimba muziki, mabondia, nini na mablaza mimi nawapenda na wakubali na wafagilia. So yani kwa hiyo mtu akifanya kitu vizuri yani wewe Jilas Down. Yani usimpinge. Engineer nimeanza tuko wadogo, mimi niko mdogo. Anacheza Garden, kuna sehemu moja inaitwa Mafele Mango Garden. Anacheza mpira. So unajua zile. Tunamwona huyu anko anajua mpira kabla hajawa Engineer na kabla hatujajua kama atakuwa Engineer. Alafu Engineer ni blaza mmoja ambaye yuko peace sana. Ukimfuata kwa shida yako yoyote, hata kama sio mpira, ukimfuata kwa shida ya aina yoyote, anakusaidia na kutatulia. Yaani ndio maana nakwambia watu wa Kinondoni sisi tunaishi kwa peace. Yaani kwa ukubwa wa Engineer sio mtu akumwa, lakini kwa ukubwa wa Engineer unaweza kumfuata, bwana mimi sielewi, mimi sina nini. Anakusikiliza, anamaliza tatizo anatatua. Kipindi hapo kashakuwa rais wa Young Africans, mmekutana mara kadhaa, kuna kipindi ulienda kucheza timu ya GSM. Mnaongea nini? Story gani ambazo mkikutana mnaongea, na mara mwisho mlivyoongea alikushauri kitu gani? Kipindi kashakuwa rais tunaongea sana, ananishauri ananiambia mwanangu pambana kwa sababu nakuamini na nakutegemea. Kitu ambacho hujui mimi Engineer toka niko mdogo mpaka sasa hivi yani hapo. Yani kuna sehemu na bwana anko sina viatu anko na shida hii, ananiambia tu 1 2 3 unaokota baku kama upepo. Yani kitu ambacho ananishauri Engineer, ananiambia pambana mwanangu, haina kufeli. Ndio maana ananiambia afu mtu wa Mungu, yani mwenyewe anajua, ananiambia wewe mtu wa Mungu, ushi nguvu, kwa hiyo pambana usifeli, yani haina kukata tamaa. Wakati wa Mungu ndio wakati sahihi. Mungu dereva. Mungu dereva. Akupotea njia. Mungu dereva, afu kila mtu anampa kwa staili yake. Kabisa. Mara mwisho nakumbuka labda viatu vya namna gani ambavyo alikununulia, kwa sababu unaweza kusema kumomba viatu, labda ulikuwa unaenda kufanya shughuli zako ukamwambia bwana Engineer sina viatu, na vilikuwa viatu vya namna gani? Mara mwisho ilikuwa birthday ya GSM, tunacheza Jimkana pale. Tumecheza mpira umeisha. Mimi na yeye tumecheza 9-10. Mpira umeisha. Pogba vipi mwanangu? Kupigia simu kwanza yeye kwenda mwenyewe. Hapo una kimeo kingine ama hata kama ukiwa na kimeo akikuita sasa akikuita kamili tena Engineer. Sasa akikuita GSM ujue mwanangu yani ukasitisha lazima. Bwana sulieni kwanza ndugu zangu. Akikuita GSM lazima usitishe. Hata kama mpokea kibunda. Hata kama mimi nasitisha. Sasa utaniambia nini? Sasa ule si Engineer kabisa. Sasa bwana mpira tumecheza mimi na 9-10 ilikuwa birthday ya GSM. Tuko tunacheza na waandishi wa habari. Mpira umeisha pale kaniita mwanangu kanipa baku. Nikamwambia ili hapa baku nje ya mpira, afu mimi mdundo si unajua nataka mdundo mwingine. Mimi si unajua smart. Baku lile alikupa. Baku katoa. Afu nikamwambia ili hapa. Maana bahasha kwa waandishi linona na watu wengine nini. Sasa baku katoa. Baku la babe katoa baku, afu nikamwambia ili hapa nje. Nikamwambia mimi bwana nataka kiatu chengine bwana. Hiki hapa ndio kizuri lakini nataka chengine. Akanambia poa, kuna blaza moja inaitwa Charito. Akamuita Charito. Malizana na Pogba hapo. Nikachukua Charito akaniletea kiatu kesho tu, akaniletea kiatu mazoezi Garden pale.
Kikali. Kulimia. Analimia kabisa. Uongozi wake unazungumziaje sasa kwa namna ambavyo umemtizama? Uongozi wake unastahili kwa sababu umeona anazidi kumove on. Ndio maana nakwambia mwanangu, wakati wa Mungu ndio wakati sahihi. Mungu dereva. Kwa sababu engineer alikuwa mwana, sisi tulikuwa tunamchukulia kama anko wetu nini, mpaka sasa hivi ujue tunamuita engineer ujue. Lakini mwanzo tulikuwa tunamuita anko, sasa hivi tunamuita engineer. Kashakuwa rais wa klabu kubwa Afrika na akashapata cheo Afrika. Katika Afrika ana cheo kikubwa. Kwa hiyo sasa hivi tofauti na mwanzo. Mwanzo rais wa vilabu barani Afrika. Mwanzo tulikuwa tunamuita anko, sasa hivi engineer. Bwana Mashaka, mimi nataka uniambie kuna mechi ambayo mlienda kucheza na Azania na Simba B, Captain Rafael John Boko ndio alizana alikuwa kocha wa ile timu. Mlipiga naye picha, naona alifurahi, tabasamu kubwa kama yule mtu ambaye kakutana na mtu kafurahi. Yaani tabasamu aloweka Boko ni azifu kama wewe ndo ungelieka. Mlikutana naye, kwanza mlikuwa mnafahamiana na alikwambia nini baada ya mechi ile? Maana nadhani nilikuwa ni baada ya mechi kwa sababu jezi yako naona ilikuwa imechafuka sana. Ile ilikuwa tumewafuata Simba kule uwanjani kwao kule. Bunju. Bunju. Tumecheza na vijana wao na alikuwepo baadhi ya senior team, walikuwepo wachezaji wa senior team. Mpira umeisha, mimi naondoka, sina ile wala lile, si unajua? Kwa sababu ilikuwa asubuhi. Naondoka nasikia watu wananiita Pogba, vipi bwana? Unaitwa kule na kapteni. Niko na kapteni akaniita, anambia nikafika, kapteni vipi bwana, kwema steka? Anambia bwana niko nakusikiaga tu, nikosie kuona lakini leo nimekuona mdogo wangu. Kipi rap pambana. Mimi nikajivunia kwa sababu tukoongelea ukweli Boko kwa vijana wengi. Kwa vijana wengi yani katu inspire kwa sababu katika ligi yetu hii yeye ndo mfungaji bora wa muda wote. Hiyo ndo yani heshima yake iwepo. Heshima kubwa. Yule ndo top scorer wa muda wote katika ligi hii toka miaka ya kizazi chake mpaka sasa hivi. Kwa hiyo mimi nikaona feel proud, nikaona kumbe ujue mablaza wengi wanajua. Yaani ujue ukweli, ndio maana nakwambia na wakati wa Mungu na wakati sahihi. Mablaza wengi wanajua. Boko mimi ananiambia bwana niko nakusikiaga, niko sie kuona mdogo wangu, pambana, unaona kitu utafika mbali. Pambana, usichoke, usikate tamaa. Shida yoyote, tatizo lolote nipigie. Niambie chochote unachotaka uniambie. Ngambia sawa striker. Nilimtafuta Boko, mbona tunaongea, ananipa misingi. Misingi, ananipa misingi. Alafu mimi siwezi kudharau kwa sababu Boko ndo kioo chetu sisi masteka wengi vijana. Kwa sababu ndo mfungaji bora muda wote. Sasa kwa nini usimpende? Na hapa ashapita watu kibao nchi, lakini ndo mfungaji bora muda wote. Kwa hiyo najivunia Boko. Anashauri na mimi napokea ushauri wake na kufanyia kazi, na maana unakuta tunafunga, tunapata awards kama hivi kwa sababu ya kusikiliza. Mkubwa anapokuambia unajua unataka usikilize. Hata Mlisho Alfan Ngasa nilikutana naye, nilienda kwenye kituo chake, naye anaonekana kukubali zaidi. Aliona interview ambayo tulifanya, lakini akasema bwana anaamini wewe ni kijana ambaye mwenye uwezo mkubwa, alibahatika kukutizama kwenye mechi za ndondo. Lakini anashindwa kuelewa ni kwa nini akuoni labda ukicheza katika level za juu, labda za ligi kuu. Ngasa anakusikiliza labda. Kwanza unajisikiaje kuona mfungaji bora wa muda wote wa timu ya taifa akitoa statement kuhusiana na uwezo wako? Kwanza umeona, ndio maana nakwambia mimi najivunia na feel proud na kipaji changu. Kwa sababu gani? Kwa sababu watu wanaonipenda na mimi nilikuwa nawapenda mwanzo. Kipindi nao nazungumza. Ngasa, Boko, Tegete, Bobani. Mimi nilikuwa nawapenda. Yaani naona kabisa na nikikaa na kuangalia na enjoy na fly. Ngasa mimi alikuwa anijui, tunaonana. Siku ya kwanza mimi Ngasa kaniita kwa timu yake Enjoy Soka. Tumeenda kucheza finali. Siku ya pili kaniona viwanjani. Akaja tukapiga picha, akanambia mdogo wangu mchezaji. Yaani usichoke. Yaani ndio hivyo ananiambia usichoke, pambana. Sasa mkubwa kama yule akikwambia neno kama vile, Ngasa yule kashazunguka kila sehemu kwa sababu ya miguu yake na mpira wake. Kwa mkubwa akikwambia vile, naye unakaa na kweli mimi naweza. Alafu kuhusu kucheza Mzumbe, ndio maana nakwambia Mungu dereva, mimi sindi kucheza. Sawa. Yaani ligi kuu. Sishindi, sio ligi kuu kokote mimi nacheza. Kwani mpira si mazoezi na kujiamini? Kwa nini sasa fedha? Maana yake tumeambiwa ligi daraja ya kwanza kuna kipindi umeenda Shinyanga kwa sababu tu kule mmekaa miezi mitatu hamjalipwa, umerudi mjini. Kwa sababu nini yani? Nisikize. Uwezo. Umeona mimi naweza ngajiongelea mimi kwa mpira wangu. Yaani kila mtu ujue, hata msanii usipompa hela yake show afanye show. Kuna sanii tunaona hata mtu wa kuigiza usipompa kazi yake. Yaani imagine wewe leo unaenda labda kwa fundi nguo, unatengeneza nguo afu
hujampa pesa, hawezi kukubali kukutengenezea nguo. Lazima upate pesa. Mimi nacheza mpira nipate hela. Umesikia bwana? Mimi nacheza mpira nipate hela. Si watu wa Mungu ujue. Alafu si maisha yetu tulotokea tunajua. Ndio maana nakwambia Mungu dereva. Si unacheza mpira tupate hela. Kwa sababu si maisha yetu unajua kitanzania. Ya, maisha yetu si hapa bila kupambana huwezi kupata kitu. Alafu sisi tushachagua upande. Ya, kuna kama hivi tunacheza mpira. Tunacheza mpira ili nyumbani mama aishi vizuri, dada aishi vizuri, kaka aishi vizuri, mtoto aishi vizuri, mtoto asome shule nzuri. Sawa. Na mimi nipate kumsaidia mtu. Na mimi sio mtu ananipigia simu bwana Pogba, mimi na marafiki zangu jue ambao nimekuwa nao. Afu ananiaminia. Kwa hiyo yani itaniuma roho rafiki yangu akawa ananipigia simu, da Pogba anaumwa nini, afu nikashinda kumtimizia mahitaji yake. Kwa sababu mwenyewe kuna watu hapo walionisaidia mpaka hapa nilipofikia. Wamenisaidia kwa sababu hichi kipaji changu wameniamini. Kwa hiyo yani mimi sio kama nashinda kucheza ligi. Hamna. Si mpira wetu ujue sasa hivi umekuwa. Sana, yani mpira wetu umekuwa sana. Kwa hiyo yani mpira wetu sisi ifikia hatua kila mtu agee nafasi kwa kiasi chake. Yani mtu agee nafasi aaminiwe. Afu mtu akaoneshe mwenyewe. Mpira uwanjani pale, mtu pale bwana anachukua nafasi cheza, afu tuoneshe. Hamna sehemu ngumu mpaka kama huku mtaani mwanangu. Yaani hamna mpira mgumu kama Mchangani. Mchangani kuna vipaji, kuna watu wanajua sana mpira kila sehemu. Yaani hata mimi mwenyewe naenda kucheza, unakutana na mtu anacheza mpira unaona kweli nimekubali huyu mkali. So unajua zile huyu mkali. Yaani kwa hiyo kama yani mtu agee nafasi. Mtaani kuna watu kibao yani. Wanajua mpira yani. Kuna watu wanacheza ligi na kuna watu hawawezi wa mtaani. Kibao yani jamii yenyewe inajua ukweli. Kuna watu wanacheza ligi kuu soka Tanzania bara lakini hawana uwezo mkubwa kama ambao nao wa mtaani. Ya, kabisa. Wanacheza labda tu ndondo hivi. 100% nakwambia. Serious. Kwenye timu za madaraja kawaida au hadi hizi kubwa. Simba na Yanga. Zozote yani si ndio watu wanacheza ligi. Azamu. Blaza nakwambia kokote. Kipaji vinatofautiana, wale wana misingi tu. Misingi, mazoezi wakati, watu wanapata hela kwa wakati. Watu wana mindset, wanakutana bwana. Mimi nataka utusaidie kwa sababu swali hili nakuuliza kuhusiana na Sele Bwenzi. Rafiki yako alikuwa na kipindi kizuri hapa kabla ligi haikusimama na Ken Gold katika dirisha dogo ameingia, ameisaidia sana Ken Gold. Lakini sasa hivi tumeambiwa, tumepata taarifa kwamba kama amesimamishwa. Ni kweli amesimamishwa, na kama amesimamishwa shida ni nini mashaka? Sele mimi nilikopo naye mwanangu. Sele ujue mimi familia yangu. Yaani ndio maana hapo alivyoniambia Sele, yani nataka nimuongelee Sele. Sele ni mwanangu, familia yangu, mchimba chumvi mwenzangu tu. Sio tu tunatafuta riziki. Ili mama nyumbani aishi vizuri, watoto watu wa Mungu. Umeona Sele? Sele kaingia kwenye ligi. Sele kwanza kapitia vitu vingi. Ndio maana nakwambia Tanzania ingewajua. Usione mtu anashindwa kucheza, yani ujui nyuma yake. Yaani siri ya mtu ujue anaijua mtu. Umeona Sele alipitia vita vingi hapa katikati. Paka anakuja kupata Ken Gold. Yaani kapambana. Alafu umeona Mungu ndio maana nakwambia Mungu ndo dereva. Umeona Sele kaingia Ken Gold. Kaonesha. Ndio alikuwa ameibeba timu yani. Ka deserve yani. Sele sasa imefika hatua huwezi kucheza mpira alafu upati hela. Mwanangu. Uko nje, macho ya nje, si unapata fame lakini hela upati. Ken Gold ile si watu wameletwa pale, watu wengi wakina Morrison wakina nani, tunaambiwa bosi amemwaga sana hela. Hamna mwanangu, ndio maana nakwambia siri ya mtu anaijua mtu. Sele wamemsimamisha. Yaani umeona sisi hapa sisi wa Tanzania. Ukisema kweli unaonekana una nidhamu. Sele kasema kweli, Sele kadai hela yake. Sele kadai hela yake. Kumbe alikuwa na wadai Ken. Lazima Sele kadai hela yake, halali yake. Sasa ni mfia au mshahara? Sijui sasa. Yaani hiyo ni hela yake hata kama ingekuwa nini. Yaani ni hela yake. Lakini issue ni hela. Hela. Hela ile bwana mtovu. Unaonekana mtovu wa nidhamu Tanzania. Ukidai hela kwenye mpira unaonekana mtovu wa nidhamu. Haki yako anasemaga ukidai haki yako mtovu yule mjeuri. Lakini Sele yani Sele ana deni. Kadeserve kaonesha kila kitu. Mpira ndio maana nakwambia mchezo wazi hauna siri. 80% ya Tanzania hamna sasa hivi asomjua Sele. Sele kaenda ana goli 5, ana assist kama 3 au 2. Kwa hiyo tunaongea ana goli 8 kachangia zingine. Fanya kitu kikubwa. Na Sele achezi unaona Ken inavyoenda vile. Sele sio amemsimamisha. Lakini unaona
Kuto ilikuwa ni Sele ndo kaibeba hapa kwenye jahazi. Haina kipingamizi. Sele hajacheza Ken mechi tatu zote Ken wamefungwa. Sasa hivi tumeambiwa bwana kama Coast tayari washaweka ile. Lazima kaka, ndio maana nakwambia mpira hauna siri. Mtu si anaonesha afanya kazi. Mchezaji bidhaa unajiuza. Kwa Sele kule umeona kama hivyo kaongea ukweli, kataka hela yake nini unajua. Mimi Sele mwanangu anifichi kitu. Afu si chimba chumvi huyo. Sisi tunapambana ili tuishi vizuri mwanangu. Kwa sababu sisi yani toka tuko wadogo tunapenda yani kitu tunachokifanya. Kwa hiyo sisi tunaamini mpira utatupa magari, utatupa majumba mazuri, Mwenyezi Mungu akitujalia. Utatupa vitu vizuri, tutakula vizuri, tutavaa vizuri, tutasaidia na sisi familia zetu, tutasaidia marafiki zetu kupitia huu mpira. Kabisa. Bwana, cha mwisho cha kumalizia bwana Mashaka Pogba, mimi nataka uniambie, nimesikia bwana kuna nyimbo moja ile unarushwa Mashaka Pogba wa Ulaya. Ilikuwaje ile? Hapo bonge moja la goma hilo la singeli. Alimba nani? Huyo mwanangu anaitwa Msaka Deile. Mwenyewe namuita Lema. Mimi na wanangu kibao. Ndio maana nakwambia mimi naishi na watu vizuri. Afu mimi namheshimu kila mtu kwenye talenti yake. Mimi namheshimu mtu mimi na marafiki zangu ana act wakina Mwanya. Sawa. Na marafiki zangu wanapiga ngumi. Sawa. Na marafiki zangu waimba muziki wakina Mario, wakina Mbosso. Sawa. Na marafiki zangu waimba singeli, Msaka Deile, Msomali, Chafikila, Msizo, Mzwa Bwaksi, Meja, na mzako kabisa. Wakina Kaje, wakina Jeusi, wote hao wanangu kwa sababu naishi nao vizuri na wao wanapenda. Yaani mimi sinawapenda. Na mimi napenda nakubali. Na wao wanakubali, wana appreciate. Ile kurushwa ile Mashaka Pogba wa Ulaya. Kwani sawa leka wa Ulaya. Sasa sijui labda anavyoniona, si unajua. Yaani naona nikubali, ndio maana kwenye muziki yao nakuta lazima waniimbe. Mtu wa Mungu uishi nguvu. Kabisa mwanangu. Nimeona brand hiyo mpaka t-shirt nini? T-shirt zipo, watu wametoa, watu wanavaa, watu wanawewa. Utanao wawili watatu. Watu zinaendaje? Zile bwana zile 30. Kuna mtu ile brand ndo kachukua. Mimi yani nimechukua, mimi nimegewa fungu langu tu bwana, fungu lako ili hapa Pogba tulia. Hizi nauza mimi. Yaani mtu kachukua brand. Mimi nataka hii brand. Mashaka Pogba bwana, wewe unataka ngapi? Bako tumalize kwa kupiga baku lako. Mimi nikamwambia mimi nipe baku langu kadhaa. Kweli mwanangu akanipa ile hela yangu. Kwa hiyo anajua mwenyewe sasa anavyouza. Na hapa kwenye promote kwa sababu ile neno watu wanajua bwana njoo Kino utembee. Tunaona ni msemo wako ambao anautumia na Yaya zaidi ambaye ni mtoto wa Kinondoni. Na hii hapa nani mtu wa Mungu uishi nguvu. Yote mimi ndo na promote kwa sababu bado ni msemo wangu. Ule kachukua brand tu anauza. Basi utakuwa unajua hapa mwanangu lazima nipate nivute baku. Utapata vizuri maana najua umetoka tuzo ya diwani. Timu ya Kenya Ulinzi Stars utapata. Utapata timu ya Kenya. Ulinzi Stars utapata. Sio na wasiwasi. Sio na wasiwasi mwanangu. Shukrani sana, respect. Au sio? Bwana huyo ni Mashaka Pogba, wenyewe siku hizo wanamuita Mashaka Pogba wa Ulaya. Hii ni Spoga Online na mimi ni Isa Dede, Umoja wa Mataifa chumvi ya mawe. Najikunguta upupu. Aga, muito obrigado. Joga bonito futebola. Ai.